Jina langu ni Dr. Wilbrod Slaa au Slaa, lakini najua wengi hamwezi kulitamka, kwa hiyo natamka kama Wabantu mnavyolitamka Slaa. Mimi ni mwananchi wa kawaida kwa sasa. Hiyo historia ya nyuma yote nadhani mnazijua, lakini kwa sasa ni raia, na labda niseme ni mwanaharakati, pamoja na kwamba jina harakati kwa Tanzania sasa imeshachafuliwa kwa kuitwa magaidi. Lakini mimi sina aibu kusema mimi ni mwanaharakati, ndio maana nimejitokeza hapa, kwa sababu wanaharakati duniani kote sio kinyume na sheria, na Tanzania tuna sheria ya ugaidi ambayo ilitungwa nikiwa bungeni na ninaifahamu vizuri. Hakuna kipengele chochote kinachozungumzia mwanaharakati kuwa gaidi. Kwa hiyo sioni aibu wala msiogope kama mna swali juu ya hilo. Lakini nimekuja kwa nini? Nimejiunga na hoja hii kwa sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza, nazidi kuumia katika umri wangu wa utu uzima. Mimi sasa ni mtu mzima, na kwa kuwa nimekuwa mwanasiasa mkongwe mwenye umri mkubwa, nadhani niko kati ya wazee wachache ambao bado wako active kwenye siasa. Sasa ninaumia ninapoona nchi yangu inaendelea kwenda kwenye matope. Nchi yangu inaumia kwa sababu nchi yangu inatoweka. Taifa langu na vijana wangu na wajukuu zangu, naogopa watakuja kufukua kaburi langu, kuangalia kichwa changu, kama na mimi ambaye nimekaa kwenye siasa kwa zaidi ya miaka 30 nimeshindwa kusaidia taifa hili. Kwa sababu kazi ya kusaidia taifa si la mkuu wa nchi peke yake, si ya kiongozi yoyote, sio ya vyama, ni ya sisi wa Tanzania wote. Taifa ni letu wote, hakuna mwenye taifa. Taifa halimilikiwi na mtu, taifa ni letu sisi sote. Sasa kwa bahati mbaya, mimi ni kati ya watu wachache sana tuliobaki. Nimefanya kazi ndani ya TANU zamani zile. Mwaka 73 mimi nimekuwa kiongozi wa tawi wa TANU mwaka 73, na nimeendelea nafikiri mpaka 79 hivi. Mimi nimefanya kazi hata baada ya kutoka pale nimeendelea kufanya kazi kwenye vyama mbalimbali vya siasa, mpaka hata kwenye serikalini pia nimefanya kazi, lakini nimekuwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu. Kwa hiyo nimepitia experiences mbalimbali na ninajua nchi inavyokwenda hatua gani. Sasa kwa tamko lile ambalo linakwenda kinyume na katiba ya nchi, tamko lile ambalo limeenda kinyume na sheria, kunyimwa haki za kuzungumza, haki ambayo hatukupewa na mtu, tumepewa na katiba yetu. Hao walioiondoa wala sio waliotupa hiyo katiba. Katiba hiyo tumepewa na wazee wetu waliotutangulia. Sasa badala ya kuboresha, badala ya kwenda mbele, wanaendelea kuondoa zile haki ambazo sisi tumeshazipata. Kwa hiyo nikaona kwamba tukiendelea kukaa kimya, sisi wazee tukikaa kimya, nchi hii itatumbukia shimoni. Hiyo ndio sababu ya kwanza kabisa ya mimi kuingia. Lakini ya pili, nikaona kwamba hata kipindi kile cha TANU, tulikuwa democratic zaidi kuliko leo. Mimi nakumbuka wakati ule nikiwa katibu mtendaji wa tawi, halmashauri kuu ya CCM ilikuwa inatuletea nyaraka, tunajadili kwenye mikutano ya wananchi juu ya sera zote zile mnazosikia, sera ya kilimo, sera ya elimu, tulijadili kama wananchi kwenye ngazi ile ya chini. Sasa kama leo tunanyimwa kwenda kwa wananchi, hao wananchi wanapata wapi sasa faida na manufaa ya kwenda kujadili mambo ya kitaifa? Lakini la pili ni hii sura ambayo sasa tulishatoka kwenye chama kimoja, na bahati nzuri nilikuwepo. Kwa wale ambao wanapenda kusoma, nendeni kwenye kitabu cha Pius Msekwa alipokuwa spika wa bunge, mimi na John Cheo, mimi nikiwa Chadema, John Cheo akiwa Democratic, wote wawili tuliandika kila moja chapter kwenye kitabu kile ambacho kiko bungeni. Mkihitaji mnaweza kwenda pale, the situation of democracy in our country. Tukalinganisha kabla ya multipartyism hii ambayo imerudishwa baada ya kurudi mwaka 92, na tukailinganisha na hali iliyokuwepo kabla. Tumeandika kitabu, iko kwenye kitabu hicho.
Sasa kama wakati ule tukasema hali imekuwa bora, leo nikitazama katika serikali ya awamu ya tano, kuanzia awamu ya Magufuli kuja kwa awamu ya kwanza ya Mama Samia kuja na awamu ya pili ya Samia, tunakwenda kwenye tope nene ambalo ni ile ambayo kama ni ng'ombe akikwama huna namna ya kumkwamua kwa sababu inatitia. Kwa ndio sababu kubwa mimi niliona niungane na wataalamu ndugu zangu kwa niaba ya wananchi niseme hapana, haki tuliyopata kikatiba badala ya kuiboresha alafu tunaziondoa, hiyo sio sawa na hiyo haikubaliki. Ndio maana nikasema na mimi nitakuwa tayari kwenda na wenzangu tukapeleke mahakamani, kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu vipengele wataongea wao mkihitaji, lakini kwa mujibu wa katiba yetu mahali pekee pa kupata haki katika nchi ni mahakamani. Kwa hiyo tunategemea majaji wetu watasikiliza, wataelewa uzito wa hiki tunachotaka kukiongea, na wao pia kama hawaathiriki leo, watoto wao na wajukuu zao ndio watakaoenda kuathirika. Kwa mtu asifikiri mimi leo nimejiokoa, lakini kesho na kesho kutwa mtoto wako hatakuwa jaji, atakuwa raia wa kawaida au atakuwa ofisa mahali fulani, lakini ataathirika kama leo taifa hili linavyoathirika. Kwa mimi kwa kifupi, kama mtakuwa na maswali nitaongezea hapo mbele ya safari, lakini kwa kifupi hiyo ndio sababu kubwa ambazo zimenifanya mimi nijiunge na ndugu zangu katika hatua hii ya kupeleka mahakamani tupate maelekezo mazuri kutoka chombo cha utoa haki. Hii sura ambayo tunanyimwa haki zetu, hata kwenda kwenye mkutano wa hadhara, kwenye mkutano wa hadhara tunaelimisha, kwenye mkutano wa hadhara ndiko tunakopata wanachama, kwenye mkutano wa hadhara kuna kero nyingi ambazo zinatatuliwa. Sasa ukiondoa hiyo wanabaki wale tu, tena inaondolewa kwetu tu wa upinzani. Haki hizi zimekadiri ya utendaji, wale wengine wanaendelea na kazi yao kama kawaida. Sababu zozote alizosema waziri kama ni sababu za ulinzi na usalama, michezo imeendelea kama kawaida. Mmeona mashindano makubwa ya kitaifa yanaendelea kila siku. Timu zetu za mpira ziko pale. Kama ni ugaidi, huu ugaidi uko kwenye siasa tu. Haya ndio matatizo ya viongozi kutoa matamko bila umakini. Sheria za nchi zina utaratibu wa kuzipitisha. Wote mnajua bunge ndio kazi yake ya kutengeneza sheria. Na kwa kuwa nilikuwa bungeni najua taratibu wa kutengeneza sheria. Najua utaratibu wa kutengeneza kinachoitwa sheria ndogo ndogo. Na labda wengi wenu hata hilo hamjui. Kama sikosei mwaka jana au mwaka juzi, bunge letu lilifika hatua hata ya kutaka kuondoa ile delegated power kwa serikali kutengeneza sheria ndogo ndogo kwa matatizo kama haya. Kwamba wanatengeneza sheria hizo zilizokasimiwa na bunge. Nchi yetu utengenezaji wa sheria yote ni kazi ya bunge. Whether ni kwenye halmashauri, whether ni wapi, ni kazi ya bunge. Lakini bunge letu limekasimu mamlaka yake, na bahati nzuri nimekuwa mwenyekiti wa kamati, kwa hiyo najua utaratibu wa utengenezaji wa sheria. Sasa katika sura hiyo, moja ya matatizo tulionayo sasa ni haya matatizo holera ya viongozi. Na msione kwamba natumia neno baya. Nimekuwa balozi, mimi sasa hivi ni balozi mstaafu. Wengine watauliza lakini ulishaondolewa. Mimi sina barua ya kuondolewa ubalozi. Ninyi tu ndio mnajua kwa sababu iliandikwa kwenye magazeti yenu. Mimi ni balozi, na balozi anapoondolewa kuna taratibu za kumuondoa hadhi ya ubalozi. Hazi kufuata. Mimi nimepata kwenye gazeti. Hiyo ndio matatizo ya nchi yetu hayo. Kwa hiyo kumbe sio haya tunayopambana, yako mengi. Sasa mimi kama balozi nimejifunza, maana kazi moja ya ubalozi ni pamoja na kujifunza unapoenda nchi ya wengine wanafanya nini, ili ushauri nyumbani best practices. Na tumeshauri mara nyingi sana hizi best practices. Kwa hiyo unakuta kama rais anasema, ambaye sheria imetungwa na bunge lake, anasema wanaharakati ni ugaidi. Sasa maana yake unaenda kutengeneza sheria mpya. Na mimi nilishawahi kukamatwa kwa ugaidi, sijui kama mnajua. Nimekamatwa kwa ugaidi, nimekamatwa kwa uhaini.
alafu ugaidi hawakuweza kuendeleza, nikaishia kwenye uchochezi ile nimekaa siku 49 Keko. Kwa hiyo unaathiri haki ya mtu. Nimekaa siku 49 alafu wanakuachia tu hawaendelee. Maana yake unakiuka katiba ya nchi, haki za mtu. Na kwa Tanzania huna mahali pa kwenda kudai hizo haki. Sijui kama mnaelewa. Nchi nyingine ukifika hapo unaenda kudai haki. Nchi nyingine ukipotezewa muda wako kama Lissu anavyokaa leo analipwa. Sisi kwetu kuna utata hata kama haki zake atalipwa kwa sababu ya utata huu wa aina hiyo. Kwa hiyo ni kweli kauli hizi ambazo zinatolewa nje ya taratibu za katiba na sheria ambazo zimetungwa. Ni tofauti mtu anapofafanua sheria fulani. Utaelewa kwamba rais labda anataka kusisitiza wananchi wake waelewe hii sheria. Lakini unapokwenda kubamiza tu sheria, athari yake ndio hiyo, unatengeneza vitu vingine. Hizi kauli saa nyingine zinaweza kuchochea vurugu zaidi. Watu wetu sijui kama na sheria na siasa nayo wanajua. Kwa sababu si kila kiongozi aliyoko kwenye siasa ana uzoefu wa siasa. Mimi kwa mfano nimeenda wakati nasoma sheria, nimeenda kusomea na siasa pia. Nimetumia miaka miwili kwa vipindi vya miezi mitatu wakati wa likizo yangu nimesomea Ulaya mimi. Nilikuwa Italy. Kwa hiyo nakwenda kusoma na siasa pia. Kwa hiyo unaelewa principles za siasa safi, unajua athari ya kutamka jambo fulani kwenye siasa inaenda kwa wananchi, inaenda kuconfuse. Badala ya kusaidia wananchi wasimame kwenye misingi iliyokaa kwenye misingi ya kitaifa ya sheria, unaenda kwa confuse wewe. Ndio maana nimeeleza mfano wakati tuko tano na nimesema nilikuwa katibu wa 5 wa tawi. Ndogo sana, level ndogo sana wakati ule. Lakini unaletewa document. Sio tamko, unaletewa document. Mnajadili kwenye kikao cha kijiji kizima. Mnakwenda kuangalia tafsiri. Haikueleweka, mnarudisha juu. Hatukuelewa hili neno maana yake nini. Kuna engagement. Sasa hivi unashushiwa kauli ambayo ina athari ya kikatiba, ina athari ya kisheria, na labda tamko hilo limeandaliwa na mtu ambaye si mwanasheria. Lakini hapo umekanyaga haki za watu, hapo umeshawachanganya wananchi. Leo Watanzania wataanza kuogopa kuzungumza kwa sababu wameambia, si tumeambiwa sisi ni wanaharakati. Sasa wanaharakati katika nchi za wenzetu, nchi zao zimeendelea kwa sababu za wanaharakati. Kuna nchi zimeendelea na zinaendelea kuendelezwa na wanaharakati kwa sababu wanaibua vitu vipya. Mfano mzuri sana wa nchi ambayo inatumia sana wanaharakati, Australia. Australia ina matatizo kuliko Tanzania. Lakini Australia inatumia wanaharakati katika vitu vyao vyote wanavyofanya. Ruksa, ongeeni, serikali inaenda inakusanya, inaangalia hili litaleta maendeleo. Ndio sera. Huku kwetu tunatumia tu sera inayotungwa na serikali. Hata sera zinazotungwa na vyama vingine kwetu sisi haichukuliwi. Hata ilani mambo yanakuwepo kwenye ilani ya vyama vingine hapa Tanzania hayachukuliwi katika kutengeneza. Labda mwaka huu kwa mara ya kwanza wamejaribu kidogo kupanua walipoandaa kwenye dira ya taifa ya 2050 kidogo mwaka huu consultation. Lakini katika hali zote mnapata wapi hiyo consultation? Hata kwenye sheria zinazopelekwa bungeni, mawazo ya wananchi yanaingizwa wapi? Wananchi wanaitwa, lakini unapata barua leo, kikao cha kamati inakaa Dodoma. Kesho yake hiyo barua watu katika kona zote za nchi utakwendaje Dodoma katika sura ya namna. Kwa nadhani ni kweli kama ulivyouliza, na athari yake iko ni kubwa sana. Wanaharakati ni ugaidi. Alikuwa hapa nafikiri huyo aliyeulizwa hiyo sasa. This is very unfortunate. Neno wanaharakati ni neno la Kiswahili, sio? Activists ni neno la Kiingereza linalotafsiri wanaharakati. Kama nilivyosema, nimekuwa balozi, nilikuwa na nchi 9. Nimezunguka katika nchi zangu zote. Lakini hata kabla ya kwenda kwenye ubalozi mimi nilishakaa Canada kama mkazi. Baada ya 2015 kuacha siasa, nilihamia Canada mimi. Kwa hiyo nimeishi katika siasa. Activism hata siku moja si kosa la aina yoyote, acha ugaidi. Activism
yenyewe kama activism. Activism maana yake nini? Ni mtu ambaye anachakarika. Ndio maana ya activism. Labda watu hata activism hawajui. Ni maana active. Sasa mtu anachakarika, anataka mambo mapya kila wakati, anafanya ugunduzi. Maana yake hata ugunduzi wa vitu vingine unafanywa na mtu anayechakarika. Sasa kwa hiyo wewe kiongozi wa nchi unapotamka kitu cha namna, unafunga hata uwezo wa wananchi wako kuwa wabunifu wa mambo mapya. Kwa sababu activism ni pamoja na mambo yanayoleta ubunifu katika activism. Sasa sijui ni sababu ya watu hawasomi, watu hawatafsiri. Tunajiangalia sisi hapa ndani peke yetu, kama tulivyosema kwamba sisi ni nchi huru. Jambo ambalo hamkuuliza lakini naomba niliweke. Hii uhuru wa nchi maana yake nini? Mimi nadhani viongozi wetu wanatakiwa kupelekwa shule tena. Kama wao hawataki, tunaopeleka shule kwa nguvu, kwa sababu wasitupotoshe. Wananchi tutakataa viongozi ambao hawaelewi. Tunafika mahali ukitaka kusema kwamba mwananchi huyu ambaye anataka kubuni vitu, alafu unasema wewe ni activist, alafu huyu anafanya kitu, anabuni vitu vyake, unasema hii haiwezi kufaa katika nchi yetu kwa sababu sisi ni nchi ambayo tunajitegemea, ni nchi huru. Kila nchi huru duniani kote, nchi zote ni huru. Hakuna nchi sio huru. Lakini nchi zina ushirikiano. Nchi zina makubaliano ya kimataifa. The moment you sign an international agreement or convention, sijui Kiswahili convention, mikataba. Unaposign mkataba wowote wa kimataifa, umeshatoa sehemu ya uhuru wako. Unakosea mwanasheria. The moment you sign, umesha sign hati fulani kwamba sisi tunakubali sasa kutesa watu ni kosa. Ile ni sheria, imeshakuwa sheria ndani ya nchi. Umesign. Tena una sign, una taratibu za kusign. Kuna kwanza unakubali sio? Lakini unaipeleka kuidomesticate. Imekaa bungeni. Kudomesticate maana yake ile kitu uliosign huko nje haiwezi kuwa na nguvu ndani ya nchi mpaka umeidomesticate, yani umeingiza kwenye sheria zako za ndani ya nchi. Yote tuliosign nje tumedomesticate Tanzania isipokuwa michache, na list inajulikana. Hata ukitafuta kwenye Google tu list siku hizi AI itakuletea list ya vitu ambavyo hatujadomesticate. Sasa unatamka, kiongozi wa nchi unatamka kwamba sisi ni nchi huru. Ni ulimbukeni. I'm sorry, mimi sichagui maneno kwa sababu mimi sikufundishwa kuchagua maneno, kwa sababu najua maneno haya yana maana gani. Unapotamka kitu wewe kiongozi, unatakiwa kuwa unajua mipaka ya kitu ulichotamka. Hatukuombi, taratibu zenyewe zinakutaka ile ulichokitamka lazima ujue tafsiri yake itachukuliwaje. Ndio maana nchi za wenzetu hukuti kila mtu anatoa hotuba au tamko, au marais wa nchi ngapi mnakuta wanatoa matamko. Lakini hata kama anatoa, ana karatasi mbele yake, anaisoma ile aliyoandikiwa. Kama ni mwanasheria anajua hapa hakuna kitu chenye athari. Kwa hiyo nilitaka kusisitiza hilo. Mimi sijui sasa Watanzania wataamua. Ndio maana mimi nimeingia hapa niweze kuyaweka hadharani. Mimi siogopi, kwa sababu najiamini na najua ninachoongea. Najua kwamba mimi kama mwanasheria sijui sheria za Tanzania. Mimi siwezi kwenda mahakamani kwa sababu nimesoma Ulaya na baadaye sikuisha na vyuo vya Tanzania, lakini najua sheria. Kwa hiyo nikitamka najua kitu gani kinanilinda ambacho sitoki hadharani. Nikisema kitu ukitamka kama ugaidi huo, ukitaka nichukulia hatua, tutakwenda kwenye dictionary za dunia. Je, huo ni ugaidi? Kama sio ugaidi, sasa kwa nini umenipeleka kule? Sababu bahati mbaya siwezi kudai mahali popote. Tanzania matamko ni mengi sana. Huyu waziri ametoa tamko, inatengeneza sheria, kuondoa sheria iliyo halali tayari kwenye vitabu vyetu mpaka kwenye katiba, kwa tamko tu la waziri. Lakini waziri ametamka mahali pengine, anafuta shughuli halali ambazo kimsingi ni za kikatiba, na waziri hana mamlaka ya kikatiba. Kwa hiyo unaweza kuona athari ya matamko tunayotoa bila kuzingatia. Kwa mfano nchi kama Sweden, nimekaa miaka 4 sijakuta waziri akienda jukwani anasimama anatoa matamko ya kisiasa. Hutakuta.
akienda kusimama ana karatasi anasoma, na hutapata upotoshaji kwa sababu ameandikiwa na wataalamu. Ndio maana kuna wataalamu, ndio maana kwenye budget kodi ya Watanzania tunawalipia wataalamu kule kwa ofisi ya rais, na saa hizi kila idara karibu ina washauri, na washauri wale kama wamechaguliwa kwa misingi ya sifa zao, maana yake ni kwamba wanamshauri mheshimiwa rais kwa kila kipengele na kwa kila fani. Sasa lakini unapokuta amekwenda kutamka hata kitu obvious kama hiyo ya wanaharakati ni ugaidi, maana yake ni kwamba hapakuwa na consultation. Sasa athari yake itakapotokea, maana yake nini? Ni nchi nzima inaenda kuathirika, wala sio tena rais, wala sio chama tawala, wala sio sisi wote tunaenda kuathiriwa, kwa sababu wanaharakati na vyama vya siasa wanaleta kitu kinachoitwa alternative kwenye sera za nchi. Unaleta alternative. Kwa mfano, mimi 2010 niligombea urais. Mimi nikaja, watu wengi hawajui, wanafikiria Lowassa ndiye ameleta swala la shule za kata, au wananchi wengi hawajui kwamba reli ya umeme SGR, wanafikiria kwamba sijui ni sisi imeleta. Ni tamko langu, rudi kwenye hotuba zangu mwaka 2010 tena kwenye uwanja wa pale Mwanza, na tena hawakutekeleza mimi nilivyosema. Kwa mimi nilivyosema, SGR, mtu anatoka Mwanza asubuhi anafanya kazi Dar es Salaam, jioni anarudi kulala nyumbani kwake. Sasa hii ya kwao ya kilomita 100, ya kilomita 120, 140, utakwenda utatoka Mwanza umelala nyumbani kwako, unakuja kufanya kazi Dar es Salaam alafu unarudi. Lakini mimi nimepanda treni hizo kwenye nchi nilizokaa. Unafanya Munich, kwa wale ambao mna Google siku hizi, nikaangalia Hamburg, mji wa Hamburg huko kaskazini kabisa wa Ujerumani. Alafu tazama mji Munich, kusini kabisa wa Ujerumani, ni kilomita zaidi ya karibu 2000. Mtu anatoka Hamburg asubuhi anaenda kufanya kazi Munich, jioni anarudi. Ndio treni ambayo mimi kichwani kwangu wakati nasema reli, mimi sikutumia SGR, mimi nilitumia neno treni ya umeme, lakini neno ni hilo hilo, sina tatizo. Kwa maana yake ni kwamba unapata ubunifu katika hayo ambayo unafanya, lakini lazima ufanye homework, lazima ufanye study ya kutosha, sio kufanya matamko tu ya hivi. Kwa hiyo mimi nadhani sera mpya hizo zinapatikana kutoka kwenye vyama. Kama nchi yetu, bahati mbaya siasa sisi tumefanya kuwa ya hovyo. Kama kwa wale ambao mna Google, mnaweza kugoogle, Mobutu katika climax yake alikuwa na vyama vya siasa 2000 alivyoandikisha yeye kwa chama chake tawala. Yaani kazi yao ni kwenda kusema ndio kwa kila anachosema Mobutu. Vyama vya siasa 2000. Lakini baadaye mnajua Mobutu alivyoishia. Hata leo, mpaka leo sijui kama umeshajua sasa hata amezikwa wapi na kama mabaki yake yamerudishwa. Sasa haya ndio tunayoona Tanzania. Unapokuta chama cha siasa hakina mwenyekiti wa mtaa kwa miaka 20, alafu naita chama cha siasa. Miaka 20, kuna vyama vya siasa miaka 20. Miaka 20 hana mwenyekiti hata mmoja wa mtaa. Alafu vingine vimekuja ghafla, alafu vikaruka na helikopta. Haina mwenyekiti wa mtaa lakini ana uwezo wa kuruka na helikopta. Mimi nimekuwa naye kwenye siasa najua. Lakini huyu ndiye wa kwanza, kesho anatoka, na hata makuu ilitokea hivi. Tarehe ngapi ile baada ya uchaguzi wa makuu, kwamba uchaguzi ulikuwa ni safi na uhuru na haki. Sasa haya ndiye yanaumiza taifa. Hayo ndiye sisi wengine tunasema hapana. Taifa letu lazima tuliondoe huko, tulirudishe katikati, wananchi wanufaike na faida ya kuwa na vyama vingi. Faida ya vyama vingi inapatikana kwenye ilani ya vyama hivyo, inapatikana kwenye sera za vyama hivyo, inapatikana kwenye mikutano ya hadhara, kwa sababu ilani hiyo unaipataje? Ilani unaisikia kwenye mikutano ya hadhara. Sera unaisikia ya vyama vya upinzani, sikia kwenye mikutano ya hadhara. Ya chama tawala wala hata hawaongelee. Ndio maana kwenye siasa sisi tunasema CCM ilisha kufa zamani. Sasa hivi CCM ni chama dola. Maana yake ni chama cha polisi.
sio chama cha siasa tena. Na record, mwite mtaalamu yoyote atakwambia CCM kwa sasa hivi ilipo ni chama cha dola, sio chama tena cha siasa. Kwa sababu qualification ya vyama vya siasa tunaijua na vigezo vya kuwa chama cha siasa inajulikana.